Amestahili kwa sababu vigezo ni kiwango husika kwenye mwezi husika na kulingana na nafasi yako. Sasa Okello ni kiungo mshambuliaji na ambao alikuwa anashinda nao pia ni viungo washambuliaji kwa maana Faisal na Chama ambao kaingia nao finali. Sasa hawa key performance indicator ya kwanza, KPI ya kwanza, namna gani ambavyo na contribute magoli kwenye timu yako ambayo yanishindia alama timu yako. Kwa mwezi uliopita Okello alifunga bao 9 na aliyafunga ni michezo 4 mfululizo. Na katika mabao 9 ambayo aliyafunga kuna mabao 8 hapo yameishindia alama moja kwa moja timu. Lakini kama haitoshi pia ni idadi kubwa ya magoli ambayo amefungwa kwenye mwezi mmoja kuliko mchezaji yoyote tangu ligi imeanza msimu huu. Yaani hakuna mchezaji ambaye ameshafunga goli 9 ndani ya mwezi mmoja. Hayupo. Ni yeye. Na kwenye huo mwezi husika ambaye alikuwa anamkaribia kwa karibu kwenye kuscore magoli alikuwa ni Faisal ambaye alifunga mabao 7. Kwa hiyo ukichukua hizo takwimu na namna ambavyo alikuwa anachangia moja kwa moja timu yake kokota alama, binafsi mimi naamini anastahili. Na hii nakumbuka nilisema wakati ule ambao ligi inaenda kusimama baada ya mechi ya mwisho dhidi ya Namungo. Nilisema mimi nilikuwa naamini Okello anastahili kwa sababu ya hiyo. Kwa ambacho kimetokea jana ni kitu ambacho mimi nilikuwa naona kipo hivyo. Lakini hii mijadala inakuja labda ni kwa sababu washindani wake pia hawako mbali sana na yeye ambapo alipo. Inawezekana, lakini kwangu mimi naamini anastahili. Tulikaa hapa tukafanya judgment ile siku kwamba inawezekana kamati ikapata ugumu sana. Japo ulisimama kwamba huoni ugumu. Mimi sikuona. Kuna wengine ambao waliamini ugumu kwa kuwa mfano ukimzungumzia Chama, Chama ni mchezaji ambaye alienda kwenye mechi 5 mfululizo. Kwa mara ya kwanza ligi kuu, mechi 5 mfululizo anachukua tuzo man of the match. Kweli. Na aliandika hiyo rekodi ambayo haijaitokea nyuma. Lakini sio tu kuchukua tuzo man of the match, ni kuisave team pia kuendelea kukusanya alama kipindi ambacho Simba pia alikuwa imeshinda hata kushinda mechi 4 mfululizo. Nafikiri walishinda mwanzoni wa msimu. Baada hapo walikuwa na mechi 2, 3 wanarudi wanasare. Lakini hapa katikati ndo walishinda mechi 5 mfululizo. Performance ile mimi niliamini kwamba Chama naye kuingia kwenye mjadala sio kitu kibaya. Hoja ilikuwa inawekezwa pia kwenye engo ya goli la dabi. Kwamba linatosha kwa mchezaji bora. Lakini tunatuza goli bora mwezi. Ikafika ikashinda huko. Yaani kwamba huyu amefunga pia kwenye mechi ya dabi. Yaani ukiona umeingia paka finali maana yake pia ni mshindi. Lakini mwisho wa siku mshindi ni mmoja. Haiwezekani zikatolewa tuzo 3 za mchezaji bora wa mwezi. Lazima patikane mmoja. Sasa kwenye kutafuta huo tofauti paka huyo mmoja apatikane ndio kuna hiyo sasa kuzingatia kiwango binafsi kwa sababu ni tuzo ya mtu. Inawezekana timu yako isiperform sana lakini wewe peke yako ulikuwa exception. Kuna namna ambavyo ulipunguza labda hata uhatari wa timu yako maybe kupoteza zaidi au ulichangia kuokota alama nyingi zaidi. Nikiangalia kwenye huo tofauti ndipo naona mimi kwamba kuna eneo ambalo Okello alikuwa na tofauti kuliko mchezaji yote. Steve Becker na deserve mbele ya Ibenki. Amestahili. Tashinda michezo yote mwezi Mei. Michezo yote mwezi Mei. Una maoni tofauti kwa Okello? Mimi nina maoni tofauti. Tuzo ile alikuwa anastahili Clatous Chota Chama. Kwa nini Chama? Kwa sababu unajua kuna tofauti ya mfungaji bora na mchezaji bora. Mimi hichi kitu huaga nawaambia watu kila siku. Watu wanachanganya sana. Yaani ukishafunga magoli mengi, watu wanakuchukulia kama wewe ni tayari ni mchezaji bora. Kwa sababu kwenye hayo mabao 9 ambayo amefunga Alan Okello ana assist 1. Wakati huo Chama amebalance namba zake. Mabao 5, assist 4. Man of the match kwenye mechi 5 mfululizo. Alafu unakuja unampa tuzo Alan Okello. Lazima mijadala kama hiyo itaibuka. Kwa sababu watu ambao wanasema Chama anastahili wanahoja nao Michael Damas, kwani kati ya goli na assist kipi cha uzito? Ngoja kumwacha. Hawezi kumaliza. Anamalizaje? Kati ya goli na assist kipi kinaanza? Swali zuri. Ya kwamba ana magoli. Tukija kwenye upande wa assist, ya kwamba ana magoli. Tukija kwenye upande wa assist, hawaongei hicho. Kwa hiyo hii tuzo ya mwenye assist bora. Sio mwenye. Kwa nini asiwe Chobwedo? Kwa nini asiwe Chobwedo? Mfungaji bora. Tunajumlisha magoli na assist ili kupata mchezaji bora. Damas, kwa nini asiwe Chobwedo? Hajaisaidia timu yake. Umeona kumbe namba zinamata. Kumbe namba zinamata. Zinamata lakini mtu elewane. Mimi wanaosema Chama anastahili wamebalance magoli na assist. Wanaosema Okello amestahili wamekuja na kigezo tu kimoja cha ufungaji. Ana magoli mengi. Na wewe umesema kigezo sio magoli. Lakini aliweka rekodi hapa. Usiweke Chobwedo hapo kaisaidia timu yake. Kufunga goli 2 katika mechi. Mechi 4 mfululizo. Hakuna mchezaji aliyofanya hicho kitu. Nani amechukua tuzo mara 5 mfululizo? Amechukua Chama. Amechukua Chama. Lakini Okello sana tuzo man of the match ngapi? Anazo 3 kwenye huo mwezi Mei. Na kingine hapo jue. Lakini labda kuna hoja nyingine kwenye huo mwezi. Nani kapoteza game? Yanga amepoteza mechi moja. Kapoteza mechi moja. Azam alipoteza. Sali draw alipoteza mechi moja pia. Alipoteza mechi moja. Simba alidraw. Hajapoteza mchezo. Hajapoteza game. Na alidraw mechi dhidi ya Yanga.
ambayo ilikuwa mechi ya haimati hiyo kigezo cha kupoteza game na mwingine ambaye hajapoteza. Ni tuzo mchezaji bora wa mwezi, sio ya timu. Kwa hiyo tutabase na kiwango binafsi na kingine kwenye kupima kiwango cha mtu sinategemea na namba anacheza. Hatuwezi kudai namba za magoli kwa golikipa au beki. As long wewe ni unacheza idara ya ushambuliaji, uwe winga, uwe kiungo mshambuliaji, uwe mshambuliaji, namba za magoli zinamata. Kwa hiyo Okello na Chama wale wote ni viungo washambuliaji. Na kuna yani hatuwezi tukawajaji kwa kitu kingine tofauti ambacho hakihusiani na goli. Kama kuna mtu amefunga magoli mengi zaidi yako, lazima tu atakuzidi. Kama kuna mtu amechangia magoli mengi zaidi yako, lazima tu atakuzidi. Sasa Okello kafunga mabao 9 kwenye meza ambao Chama kafunga mabao 5. Hawa watu hawezi kukaa meza moja na wote wanacheza idara moja. Ya nafasi ambayo anaicheza Chama au idara ni ile ile. Nafasi ambayo anaicheza Okello ni ile ile. Lakini mwenzako ameweza kufunga mabao 9 kwenye mwezi husika. Wewe umefunga 5. Akitufanya ni goal contribution. Umefunga 5, umeassist mara moja. Yeye kafunga 9, kaassist mara moja. Jumla ni mchango wa mabao 10 kwa mchango wa mabao 9. Bado nakuzidi. Kwa hiyo ukija kwenye GA, bado Okello na GA kubwa kuliko Chama. Tuzo man of the match. Ile ni tuzo ya maoni. Lakini namba ya maoni ama ni uhalisia ulichokionyesha? Ni maoni, ndio maana tuzo mechi ikiisha, tuzo ya mchezaji bora wa mechi inakuwa na mjadala, kwa sababu kuna mmoja anaamini anastahili kupewa fulani, mwingine anaamini anastahili kupewa fulani. Lakini namba za magoli na assist so maoni, yani ukifunga goli namba inaandikwa pale ni moja, ukitoa assist namba iko pale. Lakini tuzo, kwa sababu hizo 5, kuna moja ya tuzo alipewa, sikumbuka ni mechi gani, kati ya mechi ya Mashujaa au mechi ya nyuma yake. Kulikuwa na mjadala, ilikuwa mechi nimekumbuka, ilikuwa ni mechi dhidi ya Coast. Kuna wengine walikuwa wanaamini kustahili kupewa. Lakini kaja mechi nyingine pia, kani hizo mechi 5 mfululizo, mjadala pia ukaibuka. Kwa nini Chama amepewa au anamtafutia tuzo? Kwa sababu kila mtu anakuwa na maoni yake kutokana na mechi alivyotazama. Lakini kwenye zile namba ambazo alikuwa anaziweka, magoli 5, assist 4, hakuna mjadala. Kwa mfano kwa upande wa golikipa, watu wanaangalia clean sheet. Utaanza kusema kwamba huyu golikipa ni mrefu au mweupe. Yaani ndio vigezo utaanza kusema huyu mweupe sijui au anarusha sana. Hoja yangu ilikuwa nawazungumzia kwenye issue ya Azam, kiasi gani inaweza kachagiza hata kama hawajashinda. Kocha amekuwa nominated, mchezaji pia vivyo hivyo. Kwenye game ya leo Michael Damas, hata kama umeumizwa na haya matokeo ya kamati ambaye imeamini Okello amestahili kuliko Chama. Yes. Umeumia sana inaonekana. Hiyo imeniuma sana. Unaweza kutuma ujumbe kwa kamati. Kamati izingatie endapo wanatokea wachezaji wanacheza position moja, kwa sababu eneo la namba 10 ndio unafunga. Hatukatai, lakini vile vile namba 10 moja ya jukumu lake mama, mimi nalolifahamu ni kutengeneza. Una hofu na kiwango cha Okello? Sina hofu. Sasa kama una hofu, si unaona kama amestahili. Lakini mimi naamini Chama alikuwa na performance bora kuzidi ya Okello. Yaani alafu kitu kingine ambacho wanasababisha mjadala au watu tubishane ni kama yani wanamtoa Chama ni kama stahili, yani kama Okello ndo amestahili yani Chama si Chama nani Okello sasa anasema ni mtu fulani ambaye ni ana kitu fulani unique, yani ni special, ni mtu anafunga goli special tu, hata potential ni kwa sababu hata umri wenyewe pia vile vile. Acheni kijana naye hata basi Okello potential kuliko tuzo tumekubali Okello, lakini basi msimnanilie, mpeni heshima yake Chama. Sasa Chama anaonekana kwa anataka Chama apewe kwa heshima ama uhalisia? Ndio uhalisia, lakini tukija kwenye pointi vile vile ukisema heshima maana yake tunaondoka kwenye statistics. Ukisema heshima labda watupe kigezo kingine, kwa sababu statistics vile vile si tunazo. Wewe unakuja na magoli, sisi tunakuja na vipi? Sasa hii issue ya Ibenge na Faisal inaongeza kitu chochote kwenye mechi ya leo? Inaongeza kwa sababu hii mchezo wa leo dhidi ya Fontaine ni mchezo mgumu sana. Tangu Minziro amefika pale Fontaine imeamka. Ingekopo labda Minziro bado hajaja au hayupo, ningeweza kusema labda Azam ana nafasi ya kupata matokeo. Azam msimu umepoteza dhidi ya TRA, ndio mechi pekee ambayo umepoteza, na huyu TRA kapasuka dhidi ya Fontaine. Nikiangalia matokeo vile vile ya Fontaine kwenda kutopata sare moja ya General Samuel ambao mechi waliongoza kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni timu ambayo ni strong kweli kweli Fontaine. Kwa hiyo Azam leo waende wakiwa na akili timamu, maana wakijichanganya nafasi ya pili itakuwa ya kwenu.
Sio nafasi ya pili, Simba anagombania ubingwa. Anagombania ubingwa na nani? Kwa sababu wewe hujamaliza mechi ngumu, una mechi ngumu. Mashujaa mechi ngumu, Azam mechi ngumu. Uko ngoja dada, uko serious kweli? Niko serious. Yaani kwamba Yanga mechi ngumu dhidi ya nani? Mashujaa mechi ngumu kwa sababu Mashujaa nyumbani kafungwa na Simba tu. Hamna timu nyingine ambayo imemfunga Mashujaa pale kwenye uwanja wake wa Yanga. Yaani Yanga inazuiliwa na Mashujaa, inazuiliwa na nani? Mbona kazuiliwa na Dodoma? Ni kwa bahati mbaya hiyo. Na ndio maana unaizungumzia. Kazuiliwa ni kwa bahati mbaya. Dodoma. Kwa hiyo Yanga akicheza mechi 2 au 3 na Dodoma anapata matokeo. Yaani wewe, mimi ninakwambia mechi ngumu kwa sababu gani? Kama mdogo wako tu Dodoma Jiji amekufunga. Sasa sembuse Mashujaa. Mashujaa mwenyewe Juliwa anataka Simba. Okay, of course, Michael Damas shabiki wa Argentina lakini pia ni shabiki wa Simba Sports Club nje ya uchambuzi. Kwa hiyo usishangae sana kuona kwamba anasema ameumizwa na issue nzima ya Tuziala na Okello kuliko Kratos Chota Chama. Nabii Meja ni shabiki wa timu ya taifa ya Brazil lakini pia ni shabiki wa Young Africa. Kwa hiyo bwana, usishangazwe sana na kile kinachoendelea, bali naona maoni ni mengi sana.